jangwani peke yako. Bwana asifiwe. Ukiamini wanadamu utajikuta jangwani peke yako. Bwana asifiwe. Toa imani yako kwa mwanadamu, usitegemee mwanadamu yeyote, sababu utajikuta katika shida peke yako, na katika hiyo shida hata kuja kukusaidia. Bwana asifiwe. Bali atakuwa huu upande mwingine akikuchekelea. Bwana asifiwe. Etiona huyo mjinga alinifuata, sasa muone. Bwana asifiwe. Atakuwa tu anakuchekelea. Utajikuta katika katika hapo mahali ambapo katika hiyo nchi ambayo tunaambiwa, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Bwana asifiwe. Utajikuta peke yako ukitegemea mwanadamu. Bwana asifiwe. Msitegemee wanadamu, sababu mwishowe watakuaibisha, mwishowe watakuacha peke yako. Bwana asifiwe. Watakuacha peke yako wakikuchekelea. Bwana asifiwe. Lakini neno linaendelea kutuambia in verse 7, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Bwana asifiwe. Amebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kwa kutegemea mwanadamu tumeambiwa amelaaniwa. Bwana asifiwe. Asante kwa Mungu sababu alitutoa katika hiyo nchi ambayo tulikuwa tumelaaniwa, akatuleta katika upande wake ambao tumebarikiwa. Bwana asifiwe. Tukaacha kuitwa waliolaaniwa. Bwana asifiwe. Tukaanza kuitwa waliobarikiwa. Bwana asifiwe. Amebarikiwa mtu yule anayetegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tuweke tumaini letu kwa Mungu. Bwana asifiwe. Tuweke tumaini letu kabisa kwa Mungu. Let us put our trust fully in the Lord. Bwana asifiwe. Bila kuangalia nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hapa kwa Mungu ndipo tutaona mema. Bwana asifiwe. Kwa wanadamu tumeambiwa hakuna mema ambayo tutapatana nayo. Tutakuwa maskini kabisa. Lakini tukija kwa Mungu tutapata mema. Bwana asifiwe. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Verse 9, moyo kuwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Tumeambiwa ya kwamba tuweke tumaini letu kwa Mungu. Bwana asifiwe. Maana tukiweka tumaini letu kwa Mungu peke yake, tutakuwa kama ule mti ambao uko kando ya maji. Bwana asifiwe. Mti ulio kando ya mto. Bwana Yesu asifiwe. Ambao hauwezi nyauka. Hata wakati wa kiangazi hauwezi nyauka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapitia hali ngumu hauwezi tingizika. Bwana Yesu asifiwe. Sababu umeweka tumaini lako kwa Mungu. Bwana asifiwe. Wakati unapitia changamoto za maisha, sababu wakati mwingine huwa tunapitia changamoto katika maisha. Bwana asifiwe. Hutasema eti umefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Hutafika mwisho. Sababu gani? Umeweka tumaini lako kwa Mungu. Bwana asifiwe. Tutakuwa kama huo mti ambao uko kando ya mti. Uko kando ya mto. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi nyauka. Bwana asifiwe. Uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati ya hali ijapo. Bwana asifiwe. So ni kumaanisha neno linasema hautaona hofu kwa wakati ujapo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu huwa anajua kuna wakati itakuja, wakati ujapo, wakati mgumu. Bwana asifiwe. Mungu anajua katika hii safari kuna hali ambayo huwa inakuta mwanadamu na anaweza tetemeka. Bwana asifiwe. Lakini tunaambiwa tukiweka tumaini letu kwa Mungu hatutaona hofu kwa wakati huo ukija. Bwana asifiwe. Huo wakati wa hofu ukija, sisi hatutaona hofu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu tutakuwa tumesimama imara.
tutakuwa tumeweka imani yetu kwa Mungu ambaye hajui kushindwa ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Inaendelea kutuambia bali jani lake litakuwa bichi. Hilo jani la huwa mti ambao uko katika kando ya mto, jani lake halitawahi kauka. Bwana asifiwe. Huwe na jua kukaa miti ingine ikauke, dunia nzima ikauke, huo mti hauwezi kauka. Bwana asifiwe. Kukose mvua hata mwaka mzima, huo mti ambao uko kando ya mto hauwezi nyauka. Bwana asifiwe. Tusimame imara, tukue kama huo mti ambao uko kando ya mto. Bwana asifiwe. Hakuna jani letu hata moja litakalo kauka. Bwana asifiwe. Tusimame imara katika kazi ya Mungu, tusimame imara. Bwana Yesu asifiwe. Tusiopishwe na jambo lolote. Bwana asifiwe. Hili neno limenifanya nikuwe na nguvu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na pia ile fundisho nimefundishwa na baba yangu asubuhi limenifanya nikuwe na nguvu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Sababu is a good example. Yeye ni kama huo mti. Bwana asifiwe. Dadi saa zingine hupigana na vitakali zaidi. Bwana asifiwe. Lakini yeye hatetemeki. Bwana Yesu asifiwe. So wapendwa, our father, our spiritual father is a good example to us. Bwana asifiwe. Tuige mfano wake. Bwana asifiwe. Nikiwaambia hivyo nina ushuhuda. Bwana asifiwe. Nimeshahidia, nimeshuhudia. Bwana asifiwe. Sababu tangu nimjue, tangu aanze kunilea kiroho, nimeona vile yeye ni jasiri. Bwana asifiwe. Na ikafika mahali hata mimi nikasikia hata mimi nitakuwa jasiri katika vita. Bwana asifiwe. Kama mzazi wangu ni jasiri na haogopi, mbona mimi niogope? Na niko chini ya kivuli chake. Bwana asifiwe. Hatuna cha kuogopa watu wa Mungu. Tukue kama yeye. Tukue kama huu mti ambao uko kando ya mto. Bwana asifiwe. Na tutaona makubwa ambayo yatatendeka, yenye Mungu atatenda kupitia sisi. Bwana asifiwe. Tukiwa majasiri, tutaona vile Mungu atatenda kupitia sisi. Bwana asifiwe. Tuendelee. Bali jani lake halitakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Am I talking to somebody? Naongelesha mtu. Kama unasikia neno fanya hivi. Hatutahangaika. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa kama huu mti hatutahangaika, sababu tunaambiwa hata wakati wa uchache wa mvua huu mti haukaukaji. Bwana asifiwe. Wapendwa, neno linatuelekezanga vizuri sana. Mungu akitukabidhi hii kazi mikononi yetu, alikuwa anajua kuna wakati mwingine utafika wakati wa uchache wa mvua. Bwana asifiwe. Natumani munaelewa kiroho. Bwana asifiwe. Sio mvua ambayo tunajua ile inatokanga juu inanyesha. Tunajua kuna wakati mwingine tunafikaga katika uchache wa mvua. Bwana asifiwe. Kuna wakati unafikaga mwisho. Bwana asifiwe. Unaona kama umetengwa. Wale ambao unaonaga wanafaa kuwa karibu na wewe, ama wale wa karibu na wewe unaona wamekutenga. Bwana asifiwe. Unaona mambo yamekusukuma, yamekufikisha mwisho, yamekusukuma katika kona. Bwana asifiwe. Lakini neno linatuambia ya kwamba hautahangaika. Bwana asifiwe. Ukiweka tumaini lako kwa Mungu, hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hatutaacha kuzaa. Bwana asifiwe. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hatutaacha kuzaa. Bwana asifiwe. Hatutaacha kuzaa. Tukiweka tumaini letu kwa Mungu, hatutaacha kuzaa. Tutakuwa tunazaa hata wakati wa uchache wa mvua, hata wakati wa kiangazi. Bwana asifiwe. Wengine watakuwa wanaulizana, kwani yule dada, yule ndugu hakuna ujasiri gani? Hashindwi. Hata wakijaribu kukurudisha nyuma,
hawataweza. Bwana asifiwe. Wewe utaendelea tu kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe, sababu umeweka tumaini lako kwa Mungu. Bwana asifiwe. Mary, weka tumaini lako kwa Mungu. Usione uko na shida, ujiulize mama aliyekuzaa. Yaani hata Mungu hamuongeleshi ajue yale mtoto wake anapitia. Hapana, usiangalie mama, usiangalie baba. Wapendwa, usiangalie rafiki. Unaweza kuwa unapitia hali ngumu, ujiulize, kwani rafiki yangu haoni yale mimi napitia? Bwana Yesu asifiwe. Tusitegemee watu, tumtegemee tu Mungu. Bwana asifiwe. Tutegemee Mungu na tutaendelea kuzaa hata wakati wa kiangazi. Bwana asifiwe. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua? Bwana asifiwe. Moyo una ugonjwa. Umezoea kuficha mambo. Bwana asifiwe. Nani anayeweza kujua? Nani anayeweza kujua huo moyo wako? Bwana asifiwe. Unaweza kuwa na mambo umeficha ndani yako. Anaweza kuwa ni binti yangu ameficha mambo katika moyo wake, na mimi kama mamake nikose kujua. Lakini nani awezaye kujua huu moyo? Bwana asifiwe. Nani anaye uwezo wa kufanua yale ambayo amefichwa katika huo moyo? Huyo mwenye ako na uwezo wa kufichua hayo ama kuona hayo yote ambayo umeficha, ndiye tu tunafaa kutumaini. Bwana asifiwe. Usitumaini mwenye hana uwezo wa kuona ule uchungu ambao uko ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Hii chapter 10 inatuambia, mimi Bwana na uchunguza moyo na vijari viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Bwana asifiwe. Mungu tu pekee ndiyo anaye uwezo wa kufichua, kuona huu moyo. Bwana asifiwe. Ndiye anaye uwezo wa kusoma moyo wako. Bwana asifiwe. Ni yeye tu, hakuna mwingine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, ujue ni kitu gani ambacho umeweka ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Sababu sisi kama washirika wenzako tunaweza shindwa kusoma huo moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza fikiria tuko pamoja na wewe, nikuonyeshe tuko pamoja, lakini ndani ya moyo wangu ninajua hatuko pamoja. Bwana asifiwe. Naweza kuwa rafiki ambaye anakuchekecha na hapa tu juu. Bwana Yesu asifiwe. Emmanuel, naweza kuwa rafiki na kuonyesha tu tabasamu na hapa tu, lakini ndani ya moyo wangu na kudunga na visu. Bwana asifiwe. Na kumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Natafuta, natia bidii, najitahidi usiku na mchana, vile nitakuangusha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kunaye mmoja tu ambaye ako na uwezo wa kusoma moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie na atupatie marafiki wazuri, atupatie watu wazuri ambao hawatatuwekea moto na visu ndani ya mioyo yao. Bwana asifiwe. Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijari viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia vile neno limesema? Mungu anajua kile kiasi cha matendo yetu, anajua kiasi cha matunda ya matendo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwingine ambaye anajua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati unafanyia Mungu kazi, jitahidi. Bwana Yesu asifiwe. Pia bidii katika kazi ya Mungu, usiangalie mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Sababu umesikia, ni Mungu tu ambaye anajua kile kiasi cha matunda ya matendo yako ambacho atakupatia. Bwana asifiwe. Jiulize, kiasi cha matendo yangu kimefika, matendo yangu yamefika kiasi gani? Bwana Yesu asifiwe. Je, namfurahisha Mungu vile ninastahili? Je, nitaenda kupewa kiasi gani cha matendo yangu nikifika huo mji? Bwana Yesu asifiwe. Jiulize, je, nimeweka imani yangu kwa mwanadamu?
nimeweka imani yangu yote kwa Mungu wangu. Je, mimi ni kama huu mti ambao uko kando ya mto? Je, ninazaa matunda ya kufurahisha Mungu, ama mimi ni yule wa kurudisha watu nyuma katika madhabahu? Bwana asifiwe. Jiulize mtu wa Mungu. Wapendwa, nijiulize, ujiulize. Bwana Yesu asifiwe. Jiulize na tuombe Mungu sana atuwezeshe kuwa waaminifu katika kazi yake. Bwana asifiwe. Ukiaminiwa jambo na Mungu, kuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Neno limetuambia tukiamini Mungu hatutahangaika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine kama mwanadamu unaweza sikia huna nguvu. Bwana asifiwe. Unasikia umelemewa. Bwana asifiwe. Soma neno. Bwana asifiwe. Soma hili neno na litakutia nguvu. Bwana asifiwe. Litakutia nguvu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na hutahangaika tena. Wapendwa, tusikue watu wa kuhangaika. Bwana asifiwe. Tusome neno vizuri na litatutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea kusoma neno lingine bado la kutuelekeza kuweka imani yetu kwa Mungu. In the book of Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3. Proverbs ni gani kwa Kiswahili? Mithali. Mithali. Saa zingine Proverbs kwa Kiswahili inakujia kama kitabu kingine, lakini Mithali. Mithali 3 hapo 5 tufike 8. Tukumbuke ya kwamba tunafundishwa kuhusu kuweka imani yetu kwa Mungu peke yake. Imani yetu tuweke kwa Mungu peke yake. Hapo 5 tufike 8. I think tumefika. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Neno linaendelea kutuhimiza mtumainini Bwana kwa moyo wako wote. Kwa moyo wako wote. Bwana asifiwe. Si weke moyo nusu kwa Mungu na moyo nusu kwa mwanadamu. Bwana asifiwe. Neno limetuambia umtumaini kwa moyo wako wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, kama tumeweka tumaini letu kwa Mungu na moyo wetu wote, mbona wakati mwingine tuiname? Mbona wakati mwingine tunung'unike? Bwana Yesu asifiwe. Tuweke tumaini letu lote kwa Mungu. Bwana asifiwe. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Bwana asifiwe. Usitegemee akili zako mwenyewe. Usione wewe unaujua sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine sisi kama wanadamu tunapoteaga, sababu tunaona sisi ndio tunajua sana. Bwana asifiwe. Kama tungelikuwa tunajua sana, mbona Mungu atupatie wazazi wa kiroho? Bwana Yesu asifiwe. Mbona atupatie wachungaji? Hangetupatia wachungaji kama tungekuwa tunajua sana. Bwana asifiwe. Tusione kama tunajua sana. Wako hapa ili watuelimishe. Bwana asifiwe. Wamewekwa hapa ili watuelekeze kwa ile njia ambayo inastahili. Bwana asifiwe. Sababu mimi nikijielekeza kwa njia zangu kama Caroline, itafika mahali nianguke. Bwana asifiwe. Itafika mahali nifike mwisho nikose njia. Na itakuwa aibu sana kurudi kwa hawa wazazi wangu kuwaomba ushauri. Bwana asifiwe. Mungu amewaweka hapa ili watushauri na watuelimishe. Bwana Yesu asifiwe.
Si mimi nimesema, neno limesema usitegemee akili zako mwenyewe. Bwana asifiwe. Mbona tunaambiwa tusitegemee akili zetu pekee? Sababu siwezi peke yangu. Bwana asifiwe. Peke yangu sitaweza. Hii safari siwezi peke yangu. Bwana asifiwe. Ndio maana Mungu ametukusanyisha mahala hapa. Nikatoka mahali nilitoka, wewe ukatoka mahali ulitoka, mwingine akatoka, tukakutana mahala hapa. Bwana asifiwe. Ili tusaidiane, tuelimishane na tuweze kusonga katika hii safari. Bwana asifiwe. Lakini aliona singeweza peke yangu. Kutumia akili zangu tu pekee singeweza. Bwana asifiwe. Verse 6 inasema katika njia zako zote mkiri yeye. Bwana Yesu asifiwe. Neno linanifurahisha sana sababu haisemi katika njia zangu tu, bali inanihimiza katika njia zangu zote. Bwana asifiwe. Sio katika hii niache hii, katika njia zangu zote, katika mambo yangu yote. Bwana asifiwe. Katika njia zako zote mkiri yeye. Nijiambie mimi ya kwamba katika njia zangu zote mkiri Mungu. Bwana asifiwe. Katika njia zako zote mkiri yeye tu pekee. Bwana asifiwe. Naye atayanyosha mapito yako. Bwana asifiwe. Atanyosha mkono wake wa rehema juu yako. Bwana asifiwe. Ukikiri tu yeye, ni yeye tu unajua, huna mwingine. Bwana asifiwe. Mkiri ya kwamba ni yeye tu, ni yeye tu msaada wako, huna mwingine. Ni yeye tu kimbilio lako, huna lingine. Bwana asifiwe. Lazima atanyosha mkono wake wa rehema juu yako. Bwana asifiwe. Sababu tunaambiwa naye atayanyosha mapito yako. Bwana asifiwe. Mapito yako yote atayanyosha. Usiwe mwenye hekima machoni pako. Bwana asifiwe. Mche Bwana ukajiepusha na uovu. Bwana asifiwe. Ukijiona wewe mwenye hekima utapambana na uovu. Bwana asifiwe. Utakutana na uovu ukijiona mwenye hekima. Bwana Yesu asifiwe. Tukubali tu kuelimishwa. Bwana asifiwe. Tukubali kufundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumche tu Bwana, naye atatuepushana na uovu wote. Bwana asifiwe. Tukimcha tu yeye peke yake atatuondolea uovu wote. Bwana asifiwe. Sababu ukikumbuka pale in the other verse tuliambiwa ni yeye tu ambaye huchunguza moyo. Bwana asifiwe. Ni yeye tu anayeweza kuchunguza moyo wa adui yako na aone amekupangia maovu. Bwana asifiwe. Na ukiweka imani yako, ukimcha tu yeye, atakuondolea huo uovu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuweke imani yetu kwa Mungu, tumche tu, tuogope tu Mungu. Bwana asifiwe. Tuogope tu Mungu, bali tusiogope wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu huyu Mungu ndiye ambaye ako na uwezo, ndiye anaye nguvu zote. Bwana asifiwe. Ndiye ambaye ana uwezo katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Hakuna mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Tukimcha Mungu atatuepushana na huo uovu. Verse 8 inasema itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Bwana asifiwe. Even in your health, you will be healthy. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa na afya mwilini mwako. Amen. Na utakuwa na mafuta hata mifupani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati Dadi alitufundisha akatuambia mtu ambaye ni mcha Mungu, mtu ambaye anaamini Mungu, hata mfupa wake hauwezi vunjika. Bwana asifiwe. Amen. Na hilo neno huwa nakumbuka mpaka wa leo. Alituambia huwezi vunjika, hata mfupa wako huwezi vunjika kama unaamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo neno alitufundisha kitambo sana. Na wakati mwingine nikikutana na mtu amevunjika mguu ama mkono ama
unaweza teleza mahali fulani. Bwana asifiwe. Uteleze, uone kama mguu wako utateguka ama nini. Huwa nakumbuka na ninakumbusha Mungu. Kumbuka Mungu. Baba yangu wa kiroho aliniambia mfupa wangu hautawahi vunjika. Bwana asifiwe. Amen. Neno nalo hapo linatuambia ukimcha Mungu na mafuta itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Bwana asifiwe. Hata mifupa yako haitawahi kauka. Bwana asifiwe. Ukimcha Mungu utakuwa na afya. Bwana Yesu asifiwe. Hatutagojeka tukiweka imani yetu yote kwa Mungu. Bwana asifiwe. Hatutagojeka. Utakuwa tu unaona tu kaugonjwa kidogo tu na kanapita. Bwana Yesu asifiwe. Kaugonjwa ya kuonyesha mataifa ya kwamba Mungu ambaye unatumaini ama Mungu ambaye unafanyia kazi akona uwezo wa kuponya. Bwana asifiwe. Hatutagojeka tukiweka tumaini letu kwa Mungu. Bwana asifiwe. Hatutagojeka. Bwana Yesu asifiwe. Ugonjwa ambao utakuwa unakuja ama unakutembelea ni kama ule wa Ayubu. Bwana asifiwe. Ugonjwa wa kuonyeshana ya kwamba imani yako ni kamili kwa Mungu. Bwana asifiwe. Sababu Ayubu hakuwa mgonjwa. Ni shetani alipewa nafasi amjaribu. Bwana asifiwe. Ajaribu imani yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini imani yake haikutingizika. Bwana Yesu asifiwe. Alishikilia imani yake na akatoka katika hiyo hali ya majaribu akiwa imara. Bwana asifiwe. Akiwa ameng'ara zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Huwa tunafundishwa sana na hao watu wa Mungu. Wanatuambia ya kwamba dhahabu hujaribiwa katika moto, hupitishiwa katika moto. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, wakati unapitia hali ngumu, usione tu ni majaribu. Usione kama Mungu hakujui. Bwana Yesu asifiwe. Usione kama Mungu amekawia kukuja. Bwana asifiwe. Ujue ya kwamba ni wakati uko ndani ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati unachomwa ndani ya moto, lakini never give up. Bwana asifiwe. Usitoe imani yako kwa Mungu. Hata kama hiyo hali inakuwa ngumu sana, tusitoe imani yetu kwa Mungu. Bwana asifiwe. Tusirudishe imani yetu pale kwa wanadamu, sababu tutahangaika na tutakufa. Bwana asifiwe. Hata ukipitia hali ngumu aje, mtazame tu Mungu. Bwana asifiwe. Endelea tu kuweka imani yako kwa Mungu. Bwana asifiwe. Na atakutoa katika hiyo hali ngumu. Bwana asifiwe. Na tutakuwa kila wakati tumenyooka, hata katika nyuso zetu. Bwana asifiwe. Katika mwili wetu tutakuwa tumenyooka kila wakati, sababu tumeambiwa afya zetu katika mwili wetu itakuwa afya. Kutumaini Mungu na kumcha Mungu itakuwa afya katika mwili wetu. Bwana asifiwe. Mpendwa, tuweke imani yetu kamili, imani yetu yote kwa Mungu. Amen. Bila kuangalia nyuma. Bwana asifiwe. Na tukiweka imani yetu kwa Mungu, hebu tuone vile Mungu hufanyia, ama tuone kana kwamba Mungu anasikiaga wale ambao wanamwamini ama hao ambao wanamcha. Bwana asifiwe. Tumalizie na neno katika kitabu cha Zaburi 34. Niliwaambia sitawaweka sana sababu tumefundishwa. Bwana asifiwe. Siku ya leo tumefundishwa mengi, tumefundishwa sana, so sitawaweka sana. Tutamalizia the book of Psalms 34, Zaburi 34, in the book of Psalms 34:17 tufike hapo 22, na najua ya kwamba tutaiga neno la Mungu na tutakuwa watu wa kuweka tumaini yetu yote. Kama ulikuwa umeweka imani nusu kwa Mungu, na wahimiza kutoka siku ya leo iweke yote. Bwana asifiwe. Tuweke imani yetu yote kwa Mungu na tutaona yale ambayo atatufanyia. In the book of Psalms 34:17-22. I think tumefika. Wacha tusikie vile neno linasema. Walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Bwana yu karibu nao
waliovunjika moyo, nao waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Huihifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Uovu atamua asiye haki, nao wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Na 22 inasema, Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake, wala hawatahukumiwa wote wamkimbiliao. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba when the righteous cry out, the Lord hears them. Bwana asifiwe. Amen. Tukiwa wacha Mungu, tukimlilia Mungu atatusikia. Bwana asifiwe. Tukiwa waaminifu katika kazi ya Mungu, tukiwa watiifu katika wazazi wetu wa kiroho. Ningependa sana ufikirie sana kuhusu hilo neno ambalo tumepewa siku ya leo, hilo fundisho ambalo dadi ametufundisha siku ya leo. Kama wewe haukuwa unatii mzazi wako, kama haukuwa unasikia ama unafuata yale mzazi anakuambia, omba sana Mungu akuwezeshe kuwatii. Bwana asifiwe. Omba sana, sababu kama mzazi ambao ni wa kimwili, neno huwa linasema ni wa pili kutoka kwa Mungu. Na je, mzazi wa roho, mzazi wa kiroho naye je? Sababu mzazi wa kiroho ni zaidi ya mzazi wa kimwili. Bwana asifiwe. Kuna mahali huwa wanatuvukisha ambapo mzazi wa kimwili hawezi. Bwana asifiwe. Wao ndio walituelimisha na wakatuonyesha umuhimu wa kumcha Mungu. Bwana asifiwe. Walituelimisha, wakatuita ili tufuate njia za Mungu, wakatuelekeza katika njia za Mungu. Bwana asifiwe. Mzazi wa kimwili huwa anakulea na anakuonyesha umuhimu wa Mungu wakati uko mdogo. Bwana asifiwe. Lakini inafikana mahali when you are over 18, sasa yeye anakuondokea. Bwana asifiwe. Lakini hawa wa kiroho, hata wao ndio wako na kibarua ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Nimejiuliza maswali mengi sana pale tukifundishwa hiyo Bible study. Mostly tunakutana kwao when we are over 18. Bwana asifiwe. Unajua penye inakuwa kibarua kigumu kuelimisha mtu mzima. Bwana asifiwe. But they don't give up with us. Bwana asifiwe. Hawakufi moyo, wanaendelea tu kutuelimisha. Bwana asifiwe. Wanaendelea tu kutuelimisha hata tukiwafanyia nini. Wow, they don't give up with us. Bwana asifiwe. Tuombe sana. Bwana Yesu asifiwe. So tukikubali haya mafundisho yenye wanatupatia, tukikubali kuyamega na kuyaweka ndani ya mioyo yetu, tutakuwa watakatifu mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Nalo neno linatuambia hao watakatifu wakimlilia Mungu humsikia. Bwana asifiwe. Mungu huwasikia. Bwana Yesu asifiwe. The righteous, when they cry, the Lord hears them. Bwana asifiwe. He hears their cry. Bwana asifiwe. Mungu anawasikia. Walilia naye Bwana akawasikia. Walilia naye Bwana akawasikia. Wagani hao? Wale watakatifu mbele za Mungu. Walimlilia Mungu